Wakristo wa leo ni wenye kuipenda dunia kuliko kumpenda nani? Mungu. Hawa Wakristo tunaosema tunasafiri, tunakwenda mbinguni, tumeokoka, imekwenda imekuwa, tunaipenda dunia sana kuliko kumpenda nani? Mungu. Yaani ule umataifa ndio umekaa ndani ya Wakristo wa kanisa la leo. Ule umataifa, dunia ndio umekaa ndani ya mioyo ya Wakristo wa kanisa la leo kuliko uungu wa Mungu kukaa ndani yao. Hawa Wakristo tulio nao. Saidia sasa kusoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 12 hadi wa 17. Tunaenda pale sasa kwamba hivi, je, Mungu anapokuona wewe anajivunia wewe au shetani ndiye anajivunia wewe? Sasa kama una moja ya mambo haya tunaenda kujifunza sasa hivi, manake shetani 100% anaweza kuwa anajivunia wewe, na wewe inawezekana kwa ni miliki yake kabisa 100%. Tunasema sisi tumeokoka, tunampenda Mungu, tunaenda mbinguni, lakini je, matendo yetu na njia zetu ndivyo zinavyotushuhudia kwamba sisi kweli ni miliki ya Mungu? Nisaidie hapo sasa. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 12 hadi wa 17. Anasemaje? Neno la Mungu linasema. Anasema, nawaandikia ninyi watoto wadogo. Sasa sisi anatufananisha kama watoto wadogo. Anasema nawaandikia ninyi watoto wadogo, sio yule mbeba mgongoni. Sio yule mwenye miaka 5, 6, 7, 8. Wewe, mimi na wewe tunafananishwa kama watoto wadogo. Kwa anasema nawaandikia nyinyi watoto wadogo, maana yake hii ni barua imeandikwa kwetu. Ni barua ambayo imeandikwa kwa ajili yako. Wewe hata kama ungekuwa na mvi na ndevu zenye mvi, bado mbele za Mungu unaonekana kama mtoto. Wewe ni mtoto. Kwa hiyo tunaandikiwa habari hizi. Ninawaandikia nyinyi watoto wadogo. Sisi ni kama watoto wadogo, ndio maana tumeandikiwa ujumbe huu. Kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu. Kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu. Kwa ajili ya jina lake. Kwa ajili ya jina lake. Nawaandikia ninyi akina baba. Nawaandikia nyinyi akina baba. Kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Mmemjua huyo Mungu wa baba, mmemjua. Nawaandikia ninyi vijana. Vijana nao maandikiwa. Kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Mmemshinda yule mwovu vijana. Ukiona kijana hajaolewa lakini bado anazini, anatembea na mimba kanisani. Ni kijana hajaoa lakini bado anazini, huko nje amebesha mimba vijana kanisani. Bado huyo. Bado kabisa. Bado kabisa. Wewe utapataje mimba bila kuwa na utaratibu? Utawapatiaje mimba vijana wa mabinti huko bila kuwa na utaratibu? Fuata utaratibu. Huo ni upagani. Sawa sawa. Na ni kulitukanisha jina la Mungu. Na matokeo yake ndio hapo anasema makanisa ya siku hizi hamna kitu, wanapeanaga mimba tuko. Tunaposema tunaokoka, maana hatutakiwi kufananishwa na wale wengine. Kama wengine wanalewa kama kanisani, sisi kwetu hakuna kulewa kwa kanisani. Kama wengine wanapeana mimba ovyo ovyo kama kanisani, sisi kwetu ni marufuku binti yetu kuja amepewa mimba kanisani. Amen. Amen. Tunaelewana vizuri? Sasa ukimwona kijana wa kike anakuja na mimba hiyo, umeolewa? Hapana. Walishatoa mali? Hapana. Kuna utaratibu? Hapana. Bado kabisa huyo.
Au kijana kama binti kama mchungaji, mimi na mimba ya kijana fulani. Huko kanisa liko kuna kijana analipa mimba. Hasa wewe kijana ilikuwa kwa hiyo kwa huyu mimba. Ujue taratibu. Ni shetani alinipitia. Kwani shetani anaweza kupitia hujamwambia kwamba nipitie? Mtu anayekupitia ni yule ambaye anamwambia Bwana muda fulani fanya nini? Na akija akakuta uko tayari afanye nini? Kwa ulikuwa tayari, ulimwalika kufanya nini? Akupitie. Usingemwambia nipitie shetani, asingekupitia. Lakini kwa sababu ulimwambia nipitie, alikuja akafanya nini? Akakupitia kweli. Au mimi najua vibaya tafsiri anayonipitia. Mtu hawezi kukupitia kama hujamwambia njoo nipitie. Kwa hiyo usimwambie kwamba ni shetani alinipitia. Wewe ndio ulimwambia shetani akupitie. Ndio maana ukaenda kuyafanya hayo uliyofanya. Basi. Amen. Sasa nimewaandikia ninyi vijana kwa kuwa mmemshinda shetani. Nimewaandikia nyinyi watoto kwa sababu mmemjua Baba. Kwa sababu mmemjua Baba wa mbinguni. Nimewaandikia ninyi akina baba. Nimewaandikia nyinyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana. Vijana kwa sababu mna nguvu. Kwa sababu vijana mna nguvu na nyinyi mmeandikiwa. Na neno la Mungu. Na neno la Mungu linakaa ndani yenu vijana. Nanyi mmemshinda yule mwovu. Kumbe kijana, jambo la kusaidia kushinda tamaa mbaya, kushinda tamaa za mwili, kushinda uzinzi na uharibifu, neno la Mungu likae ndani yako. Tunaelewana vizuri? Sasa nimewaandikia nyinyi kwa sababu mmemshinda yule mwovu na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Je, neno la Mungu kweli liko ndani yako au maneno ya watu ndio yako ndani yako? Kuna wengine ambao maneno ya wanadamu hawajabeba neno la Mungu ndani yao. Wanatembea na yale maneno. Fulani nilisema hivi. Hilo neno ameng'ang'ana nalo, kesho analala nalo, anaamka nalo na shina. Fulani aliponiona akanicheka. Kwa nini kucheka? Amekuondolea nini? Eti alipokuona akakucheka. Kuna kitu kimepungua kwako. Mioyo ya watu imebeba vitu vingine hata visivyobebeka. Mioyo ya watu. Sasa ukimkuta kijana au baba au binti au mtoto ambaye ndani yake neno la Mungu limetulia, huwa ni mfano mzuri katika jamii na hata katika kanisa. Sawa sawa? Sawa sawa? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nafikiri tulijifunza kule malezi ya watoto kibiblia ambavyo nasema. Lakini hata sisi mbele za Mungu ni watoto. Ndio maana maandiko yanasema kama Mungu anasema hivi, kila anayempenda huwa anamuonya na kumrudi. Yule anayempenda Mungu anamuonya, alafu anamrudisha. Sasa anaonya kama baba, anaonya kama mtoto. Lakini kuna wengine unaweza kumuonya akamwambia mimi sitaki. Ndivyo hata Mungu anaweza akamwacha mtu. Kwa hiyo sistaajabu ile Yohana 8:44 Yesu anamwambia wale watu, nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi. Maana tamaa za baba yenu ndio zipendazo. Maana tangu mwanzo alikuwa ni mwongo na ni baba wa huyu. Anaposema usema yaliyo ya kwake, wala ndani yake hamna hiyo kweli. Sasa unaweza kushangaa, shetani aliumba. Bwana Yesu anasema nyinyi wa baba yenu Ibilisi. Kwa sababu yaliyo ya Ibilisi ndio yamekaa kwenye mioyo ya watu hao. Yesu akaona mioyo yao imejazwa na yaliyo ya Ibilisi. Kwa hiyo nyinyi wa baba yenu Ibilisi. Walio wa Mungu mioyo yao haijabeba mtu. Mimi wanawaambia siku zote hapa, kwa nini ubebe mzigo sio wa kwako? Mtu akikuumiza kamwambie kwamba mpendwa, umeniumiza. Sio tumeelewana? Na yeye ataponyeka. Sio tumeelewana? Na wewe utakuwa umeponyeka. Sio tumeelewana?
Lakini mtu akikuumiza, sema sasa huyu mimi nitamwambiaje? Mwambie. Hata kama ni mimi, njoo niambie, mchungaji, kwa kweli kwa hili mama yangu hapo, kwa kweli hapana, umeniumiza. Mimi nami ni mwanadamu. Sawa sawa? Utakuwa umenisaidia kuiponya nafsi yangu. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Uchungaji ni sifa tu, lakini asilimia ya binadamu iko pale pale. Na mimi naweza nikakasirika kwa wakati kama wewe unavyokwazika. Sawa sawa? Lakini njoo niambie kwamba mchungaji, kwa hili ulilisema kwangu limenikwaza, kwangu limeniumiza. Tufanyeje sasa? Tunatafuta suluhu. Tukitafuta suluhu, maana yake hapo tunamtafuta Mungu. Lakini ukisema mimi fulani hata sitaki kumuona maana ameniumiza, amenikwaza, moyo wako unachimbika. Sawa sawa? Unafanya nini? Zamani vilikuwa vidonda vinaitwa vidonda ndugu. Sio kama kina ujamaa, kwa maana kinaitwa kidonda ndugu. Wala kidonda ni ndugu yako. Kiko kinaitwa kidonda. Tena kikikomaa kile kidonda kina meno. Na kikishaota meno kile kidonda ndugu kilikuwa kiponi. Sawa sawa? Sasa kinaweza kikachimba kama ni kwenye mguu mpaka ukashangaa unauona na mfupa. Ni nini? Ulikipuuzia tu. Pengine kilianza kama kaupele. Pengine ulichukuliwa tu shambani unalima. Ukaona ni jambo la kawaida. Matokeo yake ikaja kikawa donda ndugu. Ambalo sasa imefika wakati linatoboa, linaelekea kwenye mfupa. Ukiangalia mpaka mfupa unauona. Ndivyo ilivyo dhambi kwenye moyo wa mtu. Ukiilea dhambi itakutoboa. Na mwisho wake utakufa. Mimi kwambie, usija hapa kama wanavyoenda wengine kwenye madhehebu yao na makanisa kwamba na mimi nikifa nipate wa kunizika. Sisi hapa hatakuja kuzika mtu aliyekufa. Hatakuja kuzika mtu aliyefanya nini? Sisi tumekuja hapa watu upata uzima wa nini? Wa milele. Sivyo? Nikwambia waliokoka woga wafi. Yesu anawaambia wanafunzi wake katika kitabu cha Yohana, rafiki yetu Lazaro amelala. Kumbe walio rafiki wa Yesu hawafaki, wanalalaga. Wenye dhambi ndio wanakufa. Tunaona vizuri? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Kama ukisema kwamba mimi niende pale siku nikifa wanizike, tutakuzika tu kama wengine, lakini ibada yetu haitakuwa na msaada na wewe. Ibada yenye msaada na wewe ni hii unayoisikia sasa hivi. Ibada ya kuwa huko kwenye jeneza, hii haina msaada tena na wewe. Maombi huko kwenye jeneza hayana msaada na wewe. Maombi ya kwamba tunashusha jeneza kaburini sasa tulipenda sana hayana msaada, maana hapo masikio yako hayasikii, macho yako yatazame. Ibada yenye maana kwako ni hii unayosikia ukiwa hai. Anasema na baada ya kifo ni hukumu. Kwa hiyo hapo hata tungekuja tukaimba na pambia tukakesha siku ya kwanza mwezi mzima, umekufa ndani yako, umemchukia mtu, jehanamu inakuhusu. Umekufa ndani ya moyo wako una kinyongo na mtu ukutaka kuachilia, jehanamu inakuhusu. Umekufa ndani ya moyo wako kuna mtu ulimpachika mimba huko kwa asili, jehanamu inakuhusu. Umekufa ndani ya moyo wako wewe ni mnung'unikaji, hujatubu ile dhambi, jehanamu inakuhusu. Hata tungefanya ibada hapo kwamba sasa huyu mtu alikuwa wa kwetu sana tena amesaidia Mungu hata naye kujenga kanisa lakini amekufa, kumbe alikuwa ni mzinzi. Hata tukisema tuna huyu tukakae kanisani wiki nzima asiziko tu tunamuombea, kama ndani yako ulikufa hujatubu hiyo dhambi, hata wangekesha wanaomba, wewe ni mali ya shetani. Ni mali ya shetani, na wewe shetani halali kukukamata, jehanamu inakuhusu. Sasa usisubiri kama wale wengine kama nikifa nitaombewa. Biblia inasema nikufa mara moja na baada ya kifo ni nini? Sawa sawa. Lakini ukishaingia kwenye kale kashuka keupe na kwenye kile kitanda cha peke yako, huwezi kujigeuza. Na wale watamu wanatengeneza huwezi ukajigeuza. Watakapokuweka ni hivyo hivyo.
hapo hamuna chochote, masikio yamezibwa, huwezi kuelewa lolote. Huna nafasi ya kutubu. Nafasi ya kutubu ni sasa, ukiwa na akili zako na ufahamu wako. Naomba Bwana Yesu nisamehe, hii dhambi kweli imenitafuna muda mrefu, nisamehe. Kuna wababa hapo wanalea watoto sio wao. Tunaelewana vizuri? Kuna wamama hapa hawajui kabisa kwamba hivi huyo mume wake huko nje ana watoto 4, hajui. Ni siri. Sasa dhambi za sirini ni mbaya sana. Sawa sawa? Unaweza kufanya siri kwa wanadamu, mbele za Mungu sio siri. Unaweza kufanya siri kwamba mchungaji anioni, lakini Mungu anakuona. Mungu ndiye mwenye mbingu. Mungu ndiye mwenye mbingu. Tunaelewana vizuri? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Wakati wako wa kutengeneza maisha yako na uhusiano na Mungu ni sasa hivi. Ametuandikia vijana kwa sababu wana nguvu na wamemshinda shetani. Fungu la 15. Ndio. Msipende dunia. Msipende dunia. Amesema tuipende dunia. Sasa mchungaji, nisiipendeje dunia wakati naishi dunia? Vile vitu ambavyo Mungu amesema hivi hapana, ni vya watu wapagani wasio mcha Mungu. Maana yake ukivipenda umeipenda dunia. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Naona maneno hayo. Wala mambo yaliyomo kwenye nini? Kwenye dunia. Msiyapende. Yapi sasa? Uasherati, wivu, chuki, hasira. Hayo sasa mamiungu hayo. Tumeshaelezea mno habari ya mamiungu. Tulijifunza wiki iliyopita mpaka na mawanja na maharibu stiki hayo. Tuliangalia kwenye Biblia na mawigi na marasta. Tuliona kwenye Biblia. Mahereni tukayaona kwenye Biblia. Na mambo yaliyomo humo sasa yakiwa yamebeba na kila aina ya machukizo mbele za Mungu. Msiyapende. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Wewe ukisema unaipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili. Unaona? Tamaa ya mwili na tamaa ya macho, na havitokani na Mungu, bali vinatokana na dunia. Kiburi cha uzima. Mimi nimeokoka, mtanifanya nini Bwana? Mimi ndio mimi. Inafika wakati unaona kama wengine ni wapagani kabisa. Yaani kuna watu hata mwingine ukimwambia Bwana Yesu asifiwe hawezi kuitikia amina. Yaani anakuona wewe ni kama mpagani kabisa. Kiburi cha uzima. Havitokani na nani? Vinatokana nini? Na shetani. Katika dunia. Kwa anayempenda Mungu hayako kwake. Na usijione wewe ni bora kuliko wengine. Ni neema tu Mungu amekupa. Mimi nikasema hapa nikajibu kasema mimi nina upako kuliko fulani, kuliko wewe. Ni neema tu, ni upendeleo wa Mungu. Mungu anaweza akanipatia lakini anaweza akaondoa. Sawa sawa? Ni neema ya Mungu ambayo ametupatia tufaidiane. Sawa sawa? Sawa sawa? Sasa mimi sitaki kukudharau wewe ambaye huna upako. Kazi yangu na wewe ni kuambukize nini? Ili ufike kwenye kiwango kile ambacho na mimi Mungu amenifikisha. Sasa, unaona Ayubu anasema, chuma unaoa nini? Chuma. Na ndivyo mtu awezavyo kunoa uso wa nani? Wa ndugu yake. Sawa sawa? Kwa tuko hapa kutengenezana. Sawa sawa? Kwa anayependa dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Sasa tumekuwa wenye kuipenda dunia na mambo yaliyomo duniani. Nafasi ya Mungu kwetu ni ndogo sana kuliko nafasi ya mambo ya duniani ndani ya mioyo yetu. Yaani mioyo yetu tukisikia kuna jambo limetokea la kidunia tuko tayari kwenda. Kama ni harusini tuko tayari kwenda. Ni kujengea makaburi tuko tayari kwenda. Lakini kanisani kwenye ibada hatuko tayari. Sawa sawa? Kuna mwingine ni nabii, amepewa hiyo karama kutufaidia sisi ambao sio manabii. Sawa sawa? Mwingine ni mchungaji kwenye zile huduma 5, amepewa neema hiyo ili kuwafaidia wengine
ambao sio wachungaji. Sawa sawa. Mwingine ni mwinjilisti, amepewa karama hiyo. Sasa kazi ya uinjilisti sio kanisani. Uinjilisti ni kuwatoa huko nje watu waje wapi? Kanisani. Hiyo ndio kazi ya uinjilisti. Uchungaji kazi yake ni kulea wale walioletwa na wainjilisti kutoka kule nje, kuwatengeneza, kuwatoa kwenye tabia mbaya wakawa watakatifu. Tumeona vizuri? Hiyo ndio kazi. Ndio maana ukiingia kwenye ngazi, Paulo amesema vizuri, anayetamani kazi ya uaskofu atamani kazi njema. Kumbe ile ni kazi. Ndio maana kwenye huduma 5 askofu hayumo. Tunaona vizuri? Tunaona vizuri? Kwa kazi ya uinjilisti ni kwamba tunataka tuone watu wamejaa mpaka wanasali. Kazi ya uchungaji ni kulea sasa lile kundi. Amesema katika Matendo ya Mitume, nanyi lilindeni lile kundi ambalo Yesu Kristo alilinunua kwa damu yake na Roho Mtakatifu akawaweka kuwa waangalizi. Kwa mimi nimewekwa kuliangalia kundi, sio kulitibua kundi. Manake kila mmoja hapa mimi nitasimama kutoa hesabu. Sio mke wangu, sio mwinjilisti, sio mzee wa kanisa, sio nani. Nitasimama kutoa hesabu. Yesu ukisoma Yohana 17 anasimama anatoa hesabu. Baba, wote ulionipa sikumpoteza hata huyu. Akatoa hesabu isipokuwa yule mwana upotevu. Manake Yuda. Kwa hiyo tutatoa hesabu. Kwa hiyo hawa injiza tutatoa hesabu. Baba, sisi tuliofanya kazi ya wale warevi kuwaleta kanisani. Sasa haya mambo mengine muulize mchungaji walipotelea wapi? Maana si kazi yetu ilikuwa ni kuhubiri kule, wamekuja kanisani. Je, mchungaji amewatawanya akarudisha nyuma? Mchungaji amewaribu akarudisha nyuma? Hayo sisi hayatuhusu. Tulifanya kazi yetu. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo ndo unaanza kuangalia mgawanyo wa majukumu ulivyo. Sasa tukisema wainjilisti hapa kanisani, tuna wainjilisti wengi sana. Sawa sawa? Tuna wainjilisti, maana kuna watu sio wainjilisti wala wasimamaji madhabahuni, lakini wameleta watu wengi kanisani huko. Tunaelewana vizuri? Wala wana cheo chochote kanisani. Ni wafanyaji tu wa kanisani. Lakini wameshuhudia watu na watu wakaja kanisani. Hiyo ndio kazi ya uinjilisti. Tunaelewana? Tunaelewana? Tunaelewana vizuri? Sasa mzee wa kanisa naye ana majukumu yake. Shemasi naye ana majukumu yake. Sasa leo sitaki kuyaongelea hayo. Hiyo tunaikana tu vizuri kwamba tutembee sasa, kila mmoja ajue kwamba wewe uko hapa ukuja bure. Sawa sawa. Na wala kila mmoja asimdharau mwenzake. Mwinjilisti asimdharau huyu, huyu asimdharau mwinjilisti, mchungaji asimdharau mwinjilisti, mwinjilisti asimdharau mchungaji, wala mchungaji asimdharau askofu, wala askofu asimdharau mchungaji, wala askofu asimdharau mshirika wa chini. Sawa sawa? Maana kuna washirika wengine hata hatuwajui, lakini mwingine ameleta watu 10 kanisani. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Yuko tayari kutembea nyumba kwa nyumba, anawashuhudia watu, twende mahali fulani. Hili tu, twende mahali fulani. Twende kanisani kwetu, tutaona jambo hili. Unaona mambo haya? Kuna watu wamefanya kazi ya uinjilishaji humu, hata hatuwajui. Lakini ukija kumuuliza mtu akuja, mchungaji nimekuja, mimi nimeamua tu nisali hapa. Wewe habari za baba, niliambiwa na fulani. Ukimwona ni wa kawaida kabisa. Kwa ndio maana mimi humu kila mmoja na muheshimu na kila mmoja nampenda. Sawa sawa? Kwa sababu amefanya kazi. Sawa sawa? Mimi kazi yangu ni kuombea na kukulisha neno. Sawa sawa? Lakini sijakutafuta huko. Kuna mtu amekutafuta huko akakuleta. Sasa huyo mtu nimeona ni wa aina gani? Mbele za Mungu ni wa thamani sana, maana ameifanya kazi. Kwa sisi sote huko ni wainjilisti. Sawa sawa? Ni halali katika Biblia. Sawa sawa? Sawa sawa? Sasa tuko hapa ili Mungu atusaidie tupate neno la kutufariji, neno la kututia moyo, neno la kututia nguvu, neno la kutusaidia tusonge tufike wapi? Kwa Baba. Hebu tukiona leo mamia ya watu wamejaa kanisani. Na kwa wengine wajaji nafikiri kuna msiba pale jirani yetu, kuna msiba umetokea jana.
Tukiona watu wamejaa huko kanisani hawajajileta, pamoja na kwamba tunaomba, pamoja na kwamba tunafanya hivi, lakini kila mtu ana mtu aliyemleta hapa. Sawa sawa? Ndio maana kila mtu hapa mimi nampenda. Sawa sawa? Ndio maana kila mtu hapa mimi namthamini. Sawa sawa? Sawa sawa? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. 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 Amen. Kwa hiyo mtu asije akakudharau, wala wewe usije ukajidharau. Wewe ni wa thamani. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi wanapenda namwambia mtu hicho anachokifanya hapa, acha. Acha. Urudie Mungu. Tu umeisaidia kazi yake kuinjilisha. Tunaona vizuri? Mimi kuna watu wengine tawasarige, lakini wamesaidia kuleta watu kanisani mpaka unabaki unashangaa. Haleluya. Haleluya. Sasa ndio mambo yako hivyo. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4 na 5. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4 na 5. Kwa hiyo wote tufanye kazi ile ile. Wewe ukimleta mtu mmoja kanisani, hata kama ni mtoto wako alikuwa aabudu lakini anaabudu, ni mzazi wako, umeifanya kazi ya kuhubiri. Umeifanya kazi ya kuinjilisha. Sawa sawa? Usingekuwa na tarata, huyo ulipomshauri kwamba twende kule kanisani kwetu, asingekuja. Kwa sababu Mungu ameweka tarata na Mungu akakupa neema ya kusikilizwa, ndio maana alikuja. Na ulipomleta kanisani, hakurudi kule kwenye kanisa lake. Nini? Una tarata. Hebu jipigie makofi. Mshangilie Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Mimi huwa nampenda binti yangu huyu. Hebu simama jetu. Huyu binti nampenda sana. Kwa nini nampenda? Yaani kupitia huyu binti kuna watu wengi wameokoka kwenye ukoo alikokuwa anaishi mama yake. Kuna watu wengi wameokoka, wengi kupitia huyu. Naona maneno haya kama mama yangu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Kupitia huyu mpaka na ndugu zake wakaokoka. Huko alikokuwa ameoa mama yake huko wakaokoka. Kupitia nani? Kwa maana kila mmoja mimi humu namjua uthamani. Siwezi nikakudharau. Huyu amefanya kazi ya uinjilisti kupitia nini? Yale madhaifu aliyokuwa nayo, magonjwa alikuwa nayo. Na Mungu alipokwenda kuyapuruni akaondoka yote, yakamwachia. Watu wakasema, hakika kumbe kuna Mungu. Kumbe kupitia huyu wamekuja wengi. Mshangilie tena Bwana Yesu. Amen. Amen. Mwambie jirani yako mtu asikudharau. Mwambie tena mtu asikudharau. Wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Kila ambacho Mungu amekiweka ndani yako ni cha thamani sana. Sawa sawa? Sawa sawa? Tumeona vizuri? Kwa cha msingi watu wa Mungu tusaidiane. Na ndio maana tukishafika hapo pamoja sasa tunakaa sasa. Tunaanza kulishana chakula cha kiroho. Chakula chenye uzima, chakula chenye afya, chenye kuturutubisha na kutunenepesha. Pamoja na kwamba kuna nje wainjilisti wamehubiri, lakini bado na ndani wainjilisti wanaenda kufanya nini? Kutuhubiri kwamba jamani, twende hivi, tusiende hivi. Ikikuumiza wewe mfanye mchungaji, kwa kweli hili limeniumiza. Tunakuita, tunakaa pamoja, tunakujenga. Ndani bado mioyo yetu haiambatana na Yesu. Sawa sawa? Tunaelewana vizuri? Hiyo inaitwa dhambi ya unafiki. Nakupenda Yesu lakini matendo yako hayamkubali Yesu. Huo ni unafiki. Sasa yule anayempenda Yesu ameushinda ulimwengu. Sawa sawa? Sasa Wagalatia 5 mstari wa 24. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 24. Naomba nikomee tu hapo leo. Wagalatia 5 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema. Anasema, na hao walio wa Kristo, walio wa Yesu Kristo, na hao walio wa Kristo Yesu, wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa roho, na tuenende kwa roho. Walio watoto wa Yesu, walio wa Kristo Yesu,
wameusulubisha mwili wao na mawazo yao mabaya pamoja na Yesu. Sawa sawa? Sawa sawa? Sasa tukiongozwa na Roho na tuishi kwa Roho. Sasa walio wa Kristo Yesu hawatembei kwa mwili, wanatembea kwa nini? Kwa Roho. Na ndio maana amesema kaza fungu la 14 hiyo wa Galatia 5 anasema enendeni kwa Roho wala mtazitimiza kama tamaa za nini? Za mwili. Tuenende kwa nini? Kwa Roho. Tuenende kwa Roho. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Sawa sawa? Kwa hiyo watu wa Mungu, mimi nafikiri kila mmoja hapa ana akili zake timamu. Eti kila mmoja hapa ana akili zake? Kama nilivyosema, natoka nyumbani naenda kanisani kusali. Kuna aliyekupiga ende kwamba Mungu aende kanisani ukasali? Akili zako zikaamua kwamba leo naenda wapi? Na ukainuka ukaja wapi? Kwa akili zako? Basi kwa akili zako hizo mwenyewe na akili zako timamu, hebu mpende Yesu. Ni wababa wa kanisa wakakuita wewe baba mwenzao. Ni vijana wa kanisa wakakuita wewe kijana mwenzao. Useme kwa nini hao wameniona hivi? Wamekuja kwa upendo. Wanataka kurejeshe kwa upendo. Sawa sawa? Hata kama watu wamekufuata kwa upendo, usikii. Na mimi nikiona wauliza, hivi nyinyi Rose huyu mtu hamujamuona mpaka njia zake zilivyo? Mpaka na mimi nimfuate huyo mtu. Mchungaji, tumeenda karibia mara 3 hataki kugeuka. Jumapili tunamlipua. Tunakulipua, unaondoka na vitu vyako. Sawa sawa? Unabeba na mkoba wako unaondoka nao. Usituache sisi matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.